Karibuni tena nyinyi wote katika kipindi chetu cha kuwa na furaha. Kabla hatujaanza kipindi chetu kama kawaida, salamu zetu za rambirambi tunaomba ziwafikie watu wote ulimwenguni kote ambao wanaosikia au kuzungumza lugha ya Kiswahili. Salamu zetu ziwafikie watu wote ambao wanaoishi katika nchi ya maziwa makuu, hususa Kongo Mashariki, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda na Kenya. Hao wote tunawasalimu wote, salamu zetu ziwafikie. Na sana sana salamu zetu ziwafikie watoto pamoja na wamama na wa vijana ambao wanaendelea kukumbwa na matatizo ya vita ambayo inaendelea katika nchi mojawapo ya nchi za maziwa makuu, yani DRC Congo. Tunawapongeza na tunawaambia kwamba sisi wote tuko pamoja. Na pia katika kipindi chetu cha happiness, kujaribu kuwa na furaha, tutachambua mambo mawili ambayo yanaweza kutusaidia ili tuwe na furaha. Mambo mawili ambayo tutaelewa leo ili mtu awe na furaha ni kuelewa kwamba kuna furaha ya kweli na kuna furaha isiyo ya kweli. Ili labda kuna watu wengine itawachanganya na kutaka kuelewa inakuwa vipi, kwa sababu kila mtu wote anajua furaha ni furaha. Lakini tutatizama mambo mawili ambayo yanayotofautisha furaha ya kweli na sio ya kweli kulingana na vitendo vya binadamu yeye mwenyewe. Na mara nyingi furaha ya kweli huwa ndiyo dawa inayomfanya binadamu aishi salama katika dunia hii na kukua vizuri bila matatizo na bila lawama. Na hii ingine isiyo ya kweli, yaani furaha isiyo ya kweli, mara nyingi huwa inamuongoza mtu katika matatizo na magumu ambayo kiasi kwamba itafika sehemu huo binadamu kaanza kujutia au kuona kwamba dunia ni chungu na wabinadamu wote sio wazuri. So, tuanze na hii furaha isiyo ya kweli. Ni ipi? Tukizungumza tuko mazungumzo yetu, wala tukienda kwenye utafiti wa madaktari na wengine, imeshazihirika kwamba kuna ile ya ukweli na sio ya ukweli. Lakini Biblia mara nyingi huwa ndio kiongozi, ndio inatuongoza kufahamu ilikuweje, kwa sababu aliyeandika Biblia na kwa ajili ya kutuongoza sisi. Tuanze kwanza tuangalie au tusome katika Biblia kuona ile furaha isiyo ya kweli ni ipi. Tunaenda katika kitabu cha Mathayo sura ya 14. Tuanzie kumstari wa kwanza kushuka, tuone ilikuweje huyu binadamu siku yake ya kuzaliwa na alikuwa katika furaha. Lakini hiyo furaha ilikuwa furaha ya aina gani? Na matukio ya ile furaha yalikuwa yapi? Nasoma, naanza kwenye mstari wa kwanza. Wakati huo Herode, mtawala wa wilaya, akasikia habari kumhusu Yesu. Akawaambia watumishi wake, huyu ni Yohana Mbatizaji. Alifufuliwa kutoka kwa wafu
na ndiyo sababu anafanya matendo yenye nguvu. Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga na kumtia gerezani kwa sababu ya Herodia, mke wa Filipo ndugu yake. Kwa maana Yohana alikuwa akimwambia, si halali kwako kuwa na mwanamke huyo. Hata hivyo, ingawa Herode alitaka kumuua, aliuogopa umati, kwa sababu walimuona kuwa nabii. Lakini wakati wa sherehe ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode, binti ya Herodia alicheza dansi na kumfurahisha sana Herode, hivi kwamba akaahidi kwa kiapo kumpa chochote ambacho angeomba. Ndipo yule binti, akichochewa na mama yake, akasema, nipe kwenye Sinai kichwa cha Yohana Mbatizaji. Matukio yalikuwaje? Mfalme akahuzunika, lakini kwa sababu ya viapo alivyotoa mbele ya wageni wake, akaamuru apewe kichwa hicho. Basi akawatuma watu gerezani, nao wakamkata Yohana kichwa. Kichwa chake kikaletwa kwenye Sinai, akapewa yule msichana, naye akampelekea mamake. So hapa tumeona kwanza kwamba ilikuwa sherehe, ilikuwa furaha, matukio. Lakini hata kama mfalme alihuzunika, lakini naonyesha kwamba furaha yake ilikuwa ni ule binti afurahi. Ndiyo, inaonyesha hivyo. Yaani furaha yake, ule binti afurahi, na ile kumchezea ile dansi, akafurahi. So, hii ni mojawapo ya furaha ambazo tunazojua kwamba sio nzuri, ila ni furaha kwa watu wengine. Kwa watu wengine hii ni furaha, kwa sababu yule binti alifurahi na mamake. Binti na mamake walifurahi. Pamoja na Herodia, baadaye alikunywa mvinyo akafurahi. Ile tu kuona yule binti pamoja na mamake wamefurahi, na yeye akawa amesikia furaha. Na pia isitoshe, wanaonyesha mfalme wakati huo kisha hapa basi, yaani umati pamoja na wengine, lazima kile mfalme amesema ni hicho hicho, akirudi nyuma. Hizi ni furaha, na tunaziona. Hii ni mfano wa Biblia, ila tunaziona katika umati leo. Watu wengi wanakwenda baa kunywa vinywaji vile vikali vikali, na kutembea na wanawake wa wengine, au kutembea na wanawake wa malaya, huku wakiita furaha. Kweli? Wengine wanakuambia wewe ni kijana, utakula furaha siku gani? Yaani furaha ya ujana ni kufanya vitendo visivyo. Hapo umekula ujana. Katika Kiswahili wanazungumza huyo jamaa alikulaga ujana kweli. Yaani ulitembea na wake wa wengine, ulitembea na wamalaya, ulikunywa pombe zile kalikali, ulikuwa mlevi. Kwa sababu ulevi sio wale tunaona barabarani tu ambao hawana tena fahamu. Mara nyingi watu wanakunywa pombe wanalewaga. So, hii ni mojawapo ya furaha ambayo sio nzuri, ni furaha ya kukataa kabisa.
Kwa sababu katika ubongo wetu, huwa mara nyingi ubongo unakuelekeza kwenye furaha zisizo. Ni wewe kukatalia ubongo na kutenda yaliyo mema. So, mara nyingi hata wengine unasikia kwamba wanaua wenzio au wanafanya vitu ambavyo visivyo, wizi, ubakaji, kama tunavyozungumzia huko ubakaji unaendelea wa mama na kuteswa kwa watoto huko DRC Congo. Lakini wale watu ambao wanaoongoza hivyo vitendo wanaona kama ni furaha. Kwa sababu kwa mfano, ikiwa watu wa serikalini wameua waasi, watu wote ambao wako ngambo ya serikali wanashangilia na wanafurahi. Tunaona kwenye TV kila siku. Na watu ambao nao wako kwenye upande wa waasi wakishambulia na kuwaua watu wa serikali, na watu wote ambao wako upande wa wale waasi nao wanashangilia, wanafurahi. Unaona ni furaha kabisa. Wengine hata wanakwenda barabarani na kupiga vigelegele. Hizo ni furaha mojawapo ya sisi kukataa kabisa. Lakini furaha ya kweli ni ipi? Tuendelee katika Biblia tu ituonyeshe furaha ya kweli inaweza kuwa ipi. Hata kama hicho kitabu tumeshakisoma, lakini tupasome tena ili tuendelee kuelewa zaidi, na wewe mwenyewe unaweza kushika uamuzi wa kuelekea katika furaha gani. Tuendee kitabu Mathayo pale pale, lakini mara hiyo tutasoma Mathayo. Tuendee Mathayo yule kwenye kitabu cha 5, yani Mathayo sura ya 5 mstari wa 5. Tuanzie mstari wa 4. Unasema, wenye furaha ni wale wanaoomboleza, kwa kuwa watafarijiwa. Wenye furaha ni wale walio wapole, kwa kuwa watairithi dunia. Wenye furaha ni wale walio na njaa na kiu ya uadilifu, kwa kuwa watashibishwa. Wenye furaha, mstari wa 7, ni wale wenye rehema, kwa kuwa wataonyeshwa rehema. Wenye furaha ni wale walio safi moyoni, kwa kuwa watamwona Mungu. Wenye furaha ni wale wanaofanya amani, kwa kuwa wataitwa wana wa Mungu. Mstari wa 10, wenye furaha ni wale ambao wameteswa kwa ajili ya uadilifu, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. 11, wenye furaha ni nyinyi watu wanapowashtumu na kuwatesa na kuwasingizia kila aina ya uovu kwa sababu yangu. So, lakini hapa tuzingatie mstari upi na mstari upi. Kwa sababu tunaishi katika dunia, tuzingatie ili tuelewe mstari wa 5. Ulizungumza nini? Wenye furaha ni wale walio wapole, kwa kuwa watairithi dunia. Unaona sasa? Kwa sababu watu wengi wanapigania dunia. Watu wengi wanapigania udongo. Watu wengi wanapigania nchi zao. Je, wale wanaopigania hizo nchi watarithi dunia? Hizo nchi watazirithi?
Hapa mstari mwenyewe aliyeumba mbingu na dunia anazungumza. Lazima uwe mpole. Ikiwa kama wewe ni mkali, unafanya vitu vya uwaji, unafanya vitu vya ukali, ili uwe na furaha na watu wakuone kwamba na wafurahie vile vitu vyako navyo viongoza vya ukali, kuua watu, kutesa watu, hautarithi dunia. Uwe mpole. Upole ni nini? Ni mtu kukubali kuishi na watu wengine bila tatizo, bila kuanzisha vurugu. So, hii inamaanisha kwamba wote kwa ngambo zote ambao wanaendelesha vurugu, wote kwa mfano Ukraine na Urusi, wanapigania kitu ambacho hawatarithi. Kwa sababu wanaua binadamu ambaye hana hatia. So, au wewe ukienda ufanye vitu visivyo, ubakaji, umalaya, au wende kwenye razi sizo, hautarithi dunia. Na usiseme kwamba uko katika raha, sio raha. Uko katika matatizo badala ya raha. Kwa sababu ni machungu moyoni. Watu wanaweza wakapiga, umefanya vizuri. Kwa sababu ukienda bar, watu wanapiga vigelegele, mtu amelewa kabisa, anafanya vitu vya maajabu, watu wako wanapiga mikono. Lakini nenda ukamtizamia asubuhi, wengine wanatoa magonjwa za zinaa huko. Ukimwi kama unaendelea, ni huko. Je, hiyo ni raha? Hiyo ni furaha? Sio furaha. So inaonyesha kwamba watu wanaoshika furaha kwa namna isivyo, hii dunia watairithi. Kwa sababu sio wapole. Sio wapole. Ukilinganisha na vitu ambavyo wanavyotenda, sio wapole. Kwa sababu mtu mwenye anashinda baa kila siku, mtu mwenye analewa pombe nyingi, wazazi wake wamesema walichoka. Aliwatesa wazazi. Kwa sababu hakuna mzazi yeyote akuje atie comment hapa anaambie kwamba mtoto wake ni malaya, mtoto wake anafanya vitendo visivyo, mtoto wake aliua watu, ni muuaji kwa ajili sijui ya kugombania kitu fulani wala kitu fulani. Mzazi wake akamgombeza na kumwambia mtoto wangu unafanya tendo lizuri. Hayupo. Kwa sababu hata leo ukimshika, ukichukua mamake ya president wa Urusi wala wa Ukraine, umuulize mtoto wako hiki kitendo anachokifanya ni, atakwambia hapana. Sikutegemea kama mtoto wangu anaweza kufanya vitu vya hivi. Kwa sababu malalamiko na vilio vya watu ni vingi. Uko kwetu Kongo vile vile. Usikuja kuniambia hapa baba yake wala mama yake ananga. Nasikia kuna wananga, kuna wabasima, sijui au wote wanaendesha vurugu pale, sijui mama yake akabira. Au wote ukiwauliza watakwambia hapana. Mtoto wangu kitu ambacho aliingia ndani sicho. Sio raha, sio furaha. Kwa sababu damu za watu zinapiga kelele, zinalalamika. Hauko mpole. Unabaka wa mama. Unashika watoto na waua. Vijana wa wenzio. Ila wako hauwashike eko. Wa mama wa watu unabaka. Au unabakisha. Kwa sababu wewe ukianzisha vurugu, sio wewe labda sio wewe mbakaji, lakini
wale ambao naoongoza wanabaka. So hii tuitie katika happiness, furaha. Sio furaha ya kweli, ila ni furaha kwa nayo. Ni furaha kwa wao. Wanakuambia tunapigania nchi yetu, tunapigania kabila letu, tunapigania watu wetu. Huku watu wakiua watu. Ni jambo la kusikitisha. Biblia inatuambia hawatairithi ile nchi. Wenye watakuwa kuirithi ni watu gani? Wapole. Na hapo unafikiri kama Kongo wapole hawapo? Wapo. Tena aina zote, katika kabila zote. Sinambia ni kabila moja wala kabila nyingine, kabila zote wapo. Ndio watarithi. Na hao hawaingii katika hivi vitendo. Hawaingii katika hivi vitendo vya raha, furaha isiyo. Ni wapole. So mara nyingi ni kutofautisha na kukua na akili timamu mara nyingi, ili uwe mwangalifu sana usije ukaingia katika furaha au happiness isiyo nzuri. Kwa sababu tumeona kwamba ni aina mbili za furaha. Kuna aina moja ya furaha ya kweli na ingine ya furaha isivyo. So mifano ni mingi. Hata huku Ulaya kuna watu wengine wakingaliki na zile akili ambazo zisizo sana. Wazungu wanamuua mtu mweusi kwa kusema na mimi nimeua mtu mweusi, anajifurahisha. Hiyo ipo. Ukitembea ovyo ovyo unaweza kukumbana nayo. Na huko anakwenda na jigamba na mimi niliua mtu mweusi. Zipo. Hapo hatujatia katika ukabila. Hapo sasa ni rangi. Ni rangi. Hiyo ipo, inafanyika kila siku. Sana sana huko Marekani ndio tunasikia huko weusi. Ukipita polisi wowote wa mzungu anakuwaje kuna hamu tu ikuwe siku moja akumbane na wewe tu kwa kosa kidogo tu. Anakumalizia. Ukuna ye furaha. So ni kujaribu furahi kila siku. Furahi kila siku. Tena furaha ya upole. Ya kutokufikiria vitu vibaya. Kutofikiria kuua wengine. Fikiria kufanya umalaya. Kufikiria kufanya vitu visivyo unaita furaha. Hii sio kinywaji cha alkoholi natumia. Unaweza kufikiri ni pombe niko natumia. Sio. Ni kinywaji cha matunda nilitengeneza ili kinipe furaha. Tumia matunda. Kumbuka Adamu na Hawa waliwekwa katika bustani. Wakaambiwa matunda yote ya miti yote katika bustani hii mnaweza mkala isipokuwa tunda la kufahamu mema na mabaya. So matunda yalikuwa ndio chakula pekee ya binadamu angepaswa kutumia na kujisikia iko na furaha. Na mimi pia natumia matunda kila siku ya aina tofauti. Kabla niamke asubuhi, naamka asubuhi.
Kitu cha kwanza nafanya ni kunywa maji, cha pili ni matunda. Lakini jihadhari na matunda ambayo yametengenezwa katika viwanda. Kwa sababu matunda yenye yatengenezwa katika viwanda wanaweka ndani sukari nyingi. Kwanza matunda yenyewe ni sukari, wanaongeza tena sukari. So utapata matatizo ya kiafya. Ila ukitengeneza matunda yako mwenyewe bila kuongeza ndani sukari, tumia kila siku, utakuwa na afya njema na utakuwa na furaha. Hii nikiinywa najisikia vizuri moyoni. So nashukuru sana kwamba mnaendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Leo tuliweza kutambua kwamba furaha iko katika aina mbili za furaha. Furaha isivyo na furaha nzuri, yenye amani, yenye upole. Furaha ambayo utafurahia leo na pia utairithi dunia. Dunia itakuwa yako. Wale wote ambao wanaogombania leo nchi yangu nini, wale wote watatoweka. Ila wewe utairithi wewe. Tena bila kupigana, bila kuuana, bila kusema vibaya, bila kufanya jambo lolote baya, bila kufanya umaraya, bila kwenda baa, bila kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kumdhuru binadamu mwenzako. Isitoshe, itakulinda kuugua magonjwa za zinaa leo kama ukimwi na magonjwa zingine kubwa kubwa, ambao binadamu leo kabla ya ile yanaita furaha, baadaye inakuwa ni majonzi. Anakuwa analia kila siku, maumivu ya kila siku, akitabanika kila siku na bila usaidizi. Kwa sababu sio kila kitu kinapata usaidizi. Hakipo. Ni kama vile ukitenda tu vitu vibaya, lazima moyo wako utaendelea kukushtumu, na kupata furaha inakuwa sio rahisi, inakuwa ni vigumu. So tafadhali sana kuelewa hiki ambayo tumejifunza leo, kuendelea kuwa mpole, uwe na upole pia, uelewane na watu wote, uwe mtu mwenye amani. Ndio maana hapa nilitaka tuzungumzie kwa kumalizia mstari ambao umeonyesha kwamba wenye furaha ni wale walio na wanaotaka amani. Wenye furaha ni watu wanaotaka amani. So ni vizuri kwa mtu yeyote kutaka kuwa na furaha njema. Mara nyingi aendee Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza kushuka mpaka mstari wa 11, ataelewa mengi zaidi na furaha ipi inayozungumzwa kwa wale ambao watarithi dunia. Dunia itakuwa yao, na zile nchi zote wale wanaogombania leo watazitupa na kuziacha na kuangamia, kisha wao watazirithi na kuwa na furaha katika dunia. Katika kabila zote, rangi zote, ukiwa tu wewe ni mwenye amani na ni mpole, dunia ni yako. Asante sana, shukrani. Tuonane tena. Yehova aendelee kuwabariki. Yesu Kristo muendelee kufuata neno lake, na watu wote ambao wanaendelea kuteseka katika nchi ya DRC Congo tunawapongeza. Ila siku moja mkiwa wapole na kutaka amani, hiyo nchi mtairithi. Wale wenyewe wanayogombania leo katika kelele zao, bila shaka hawataipata. Hiyo ni kweli ya Biblia inazungumza. Kama Yesu alivyokuwa na amani,
na ni vile vile Yesu atakuwa kiongozi na mfalme wetu katika wakati wa Harmagedoni na katika paradiso. Asante sana, shukrani. Tuendelea kuongea, tuonane baadaye.